kwa kushirikiana au kwa kushirikishana. Anakuhusisha wewe, anawahusisha na wengine, alafu mnakuwa na duara. Duara manake ni mzunguko usioisha. Huwezi kufanya kazi peke yako. Ndio maana yake hiyo. Manake Mungu alikuwa akinipa kipengele hiki, anasema huwezi kufanya kazi peke yako, ni lazima uwe na watu wa kufanya kazi. Amen. Ni lazima uwe na ushirikiano na makanisa mengine ili mfanye kazi ambayo itatengeneza mzunguko usioisha. Bwana Yesu asifiwe, Bwana asifiwe. Amen. Rafa kabasanda rabakura. Jambo lingine nasema tamani mbaya sana. Usitamani vitu vya ovyo ovyo. Tembea katika roho, tembea kawaida, roho wa Mungu atakuwa na wewe. Roho wa Mungu ataendelea kukupa maelekezo mara kwa mara. Nembo ya huduma yako itakuwa baki na Mungu, au kwa Kiingereza stay with God Church. Manake Roho Mtakatifu anambia utakuwa na huduma yako, yani nembo ya huduma yako itakuwa baki na Mungu. Manake kanisa la baki na Mungu, kwamba hilo kanisa lisajiliwe litaitwa kanisa la baki na Mungu, ambao ndio tunaendelea kupambana nalo ili tupate usajili. Bwana asifiwe, Bwana asifiwe. Upande wako sasa utakuwa na vitu vyako vya peke yako, lakini visajiliwe kwa namna fulani hivi. Hivyo vitu vitaandikwa makutano ya watu wa Mungu. Kwa hiyo manake Roho Mtakatifu ananiambia utakuwa na kanisa, lakini utakuwa na huduma ya uinjilisti ambayo inaitwa makutano ya watu wa Mungu. Manake unatembea na wainjilisti ambao mtakusanya makutano ya watu wa Mungu na mtahubiri injili mahali. Bwana asifiwe, Bwana asifiwe. Manake ndani ya kanisa hilo utakuwa na huduma ya uinjilisti. Haleluya. Amen. Utaona vitu vingi katika ulimwengu wa roho. Sina maana ya kutisha. Tembea katika neno, usipende kuweka vitu vingine. Muda huu sasa ni muda wa Mungu kukuelekeza namna ya kufanya kazi. Panda mbegu njema kwa watu, wape watu nguvu, wainue watu, waambie watu maneno mazuri. Bwana Yesu asifiwe. Huo ni mkataba. Maana ukiwa mbele ya watu, Roho Mtakatifu ananiambia panda mbegu njema kwa watu, wape nguvu watu, wainue watu, waambie watu maneno mazuri. Bwana Yesu asifiwe, Bwana asifiwe. Tena anambia watu wakiwa wamekuja kanisani, ambia wamefanya vizuri bwana. Mfanye vizuri kuja kanisani. Na nimeona pia hata huko pia umewatembelea watu wenye shida, umewasaidia watu. Mmefanya vizuri. Mungu wa mbinguni awabariki. Watu wanaanza kujisikia vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Anasema wainue watu, watie nguvu watu, usiwavunje moyo watu, usiongee maneno ya hovyo mbele ya watu. Bwana asifiwe, Bwana asifiwe. Amen. Mkataba mtamu kweli. Yaani ukiongoza kanisa kwa mkataba huu, watu watakuwa na raha. Amen. Watu watajisikia vizuri. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Naenda haraka. Usiwalazimishe watu vitu ambavyo hawavipendi. Umekuwa ni mtu wa kutafakari sana, sina sababu ya kusema sana. Makanisa mengi yameharibika, ndio maana Mungu ameanzisha maono mapya ili kuliponya kanisa lake.
Hapo utafuti ukuu, unatafuta kuona kanisa linaenda mbele, maana huwezi kuchanganya usafi na uchafu. Makanisa yaliyopo sasa hawataamini nguvu iliyomiminwa kwako. Nguvu ya Mungu iliyomiminwa kwako haielezeki kwa lugha ya kawaida. Umbile lako la kiroho limebadilishwa ili kuendana na utaratibu anaotaka Mungu. Bwana asifiwe. Ndio maana nikiwaambia watu vitu hivi nimepewa na Mungu, anza huyu ana shetani, huyu ana mapepo. Ndio maana Roho Mtakatifu ananiambia kwamba hawataelewa, hawatajua. Roho Mtakatifu anasema nguvu iliyomiminwa kwako haielezeki kwa lugha ya kawaida. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Amen. O rafa kabasanda rabakuria, riko boshanda rabakuria. Usijikweze, uwe mnyenyekevu sana. Usikombane na watumishi wa Mungu wala mtu yote. Penda watu wote, fanya kazi pamoja na watu wengine kwa maelekezo ya Roho Mtakatifu. Soma sana neno la Mungu kwa bidii. Ukianza kazi utaona vitu vinafunguka pole 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 pole. Oh, ravaka vazakava. Kwa hiyo Mungu akoniambia vitu hivi vitatokea haraka haraka. Vitakuwa vinafunguka pole 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 pole. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo na wachungaji moja moja na watumishi wengine moja moja wataanza kunielewa pole pole. Ndio maana wengine wameanza kunielewa pole pole. Juzi nimetengenezewa hizi maiki, zimekuja na hii kitu hapa usabufa hii mixer na yenyewe leta shida, na yenyewe kafungulie ikatengenezwe kakaa vizuri. Na mwingine tena kaniambia speaker hiyo hapo ndogo ndogo anza na pole pole. Roho ananiambia utakwenda kwenda pole 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 pole, yanafunguka. Wow, rava kabasanda rabakoria. Kwa hiyo ndio maana mimi ninapokuepo najisikia raha tu. Hata kama watu hawatakuepo hapa, utakuwa wawili, utakuwa watatu, utakuwa 10, na wengine wakaja wakafanya survey. Maana wengine walikuja kama wapelelezi. Wale wapelelezi waliokuja wametumka, wameenda wengine sasa wanatangaza huyu bwana wewe mtu ana mapepo. Wanaka kama hawajarudi hapa walikuwa ni wapelelezi. Kwa hiyo walikuja wapelelezi, kanisa likajaa, baadaye wakaondoka. Walikopeleka maneno huko wanajua wenyewe, lakini nitabaki na watu ambao sio wapelelezi, watu ambao watayashika maono. Hata kama nitakuwa nimekufa, watashika maono, wataona kwamba tufanye hivi, tuende hivi kama Mungu alivyomwelekeza mbeba maono. Kanisa hili nimesema hivi, sio la kwangu. Maono haya sio ya kwangu. Mambo haya ni ya Mungu. Mambo haya sio mali yangu, ni mali ya watu, ni vitu vya watu. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Oh, rafa kabasanda rabakuria. Nena kwa lugha muda mwingi. Unajua kuna wengine ukiwaambia kuna kunena kwa lugha, wengine ni kanisa kabisa huwa alikubali kwamba kuna watu wananena. Wanakuambia kunena ni kuongea lugha yoyote. Lakini Biblia kinasema, kitabu kile cha Matendo sura ya 2, sema hata ilipotimia siku ya Pentekoste walikuwepo mahali pamoja wakiabudu. Biblia inasema wakajaza na Roho, wakaongea lugha nyingine, wakanena kwa lugha. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Hata kama wengine hawajui kama kuna kunena kwa lugha, lakini hawawezi kuibadilisha Biblia. Biblia iko hivyo hivyo. Hawezi kubadilisha neno la Mungu. Neno la Mungu liko hivyo hivyo. Kunena kwa lugha, kujazwa Roho, kuko pale pale. Waseme hakuna kujazwa Roho, hakuna kunena, nalo ni kanisa, linaitwa kanisa. Ndio hizo taasisi tunazozisema kwamba hazikubali kwamba kuna kujazwa Roho, hazikubali kwamba kuna kujazwa Roho Mtakatifu, nalo linajiita ni kanisa. Lakini hiyo ni taasisi wala sio kanisa. Ambaye hakubaliani na mafunuo, hakubaliani
fulani hakubaliana na huduma Yesu Kristo anafanya vyake, hiyo ni taasisi wala sio Kristo. Ile imebeba nembo ya Kristo, imebeba nembo ya kanisa. Kuna kunena kwa lugha. Amen. Ndio maana Biblia inasema na leo katiba na Biblia mkataba, nena kwa lugha muda mwingi. Unapoanza kunena kwa lugha, basi endelea kunena kwa lugha. Unapoendelea kunena kwa lugha, maana kunakuwa na connection, kunakuwa na muunganiko kati ya wewe na mbingu. Bwana asifiwe, Bwana asifiwe. Haleluya. Amen. Amen. Nenda haraka leo tumalize mkataba huu. Mifika saa ngapi? Nena kwa lugha muda mwingi. Kuanzisha kazi ya maono si kazi rahisi. Utaone bado muda mzuri. Kuanzisha kazi ya maono si kazi rahisi. Utaonekana ni mjinga, usiye na maana, utaonekana mpumbavu, huna lolote. Watasema vibaya kwako, usirudishe mabaya kwao. Narudia tena sentensi hiyo. Kuanzisha kazi ya maono, yani maono mapya. Unaanzisha maono mapya. Nina rekodi hapo. Kuanzisha kazi ya maono mapya si kazi rahisi. Utaonekana ni mjinga, usiye na maana, utaonekana ni mpumbavu, huna lolote. Watanena vibaya kwako, usirudishe mabaya kwao. Mungu atakutumia. Tikisa taifa la Tanzania kwa mkono wa Mungu. Kaza mwendo. Usikia kaza mwendo ni mambo si mambo ya mzaa, ni mambo ya kweli, ni mambo ya hakika. Najua hutaelewa mapema. Watu usiowajua watajenga hekalu lako au kanisa lako, watajenga nyumba ya Mungu. Tembea na Mungu tu, usijali kudhakiwa na watu. Wewe umechaguliwa na Mungu kutumika kama pendavyo yeye. Macho ya Mungu yanakuangalia wewe, yanakutazama wewe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wewe hujapagawa, umefunikwa na nguvu ya Mungu ya ajabu sana, ambapo kipimo chake hakipo katika watu wa kawaida. Kipimo hicho si cha hivi, ni kipimo cha juu sana, ni kipimo cha mbali sana. Wewe ni mwinjilisti, hubiri injili na watumishi wenye nguvu za Mungu, si watumishi wa hivi. Wewe umeitwa na Mungu, hujaitwa na mwanadamu. Mbona unatembea kinyonge? Unaogopa nini? Usiogope. Nunua haisi injili. Fedha ziko kwa watu, watatoa. Mara nyingi Mungu atakupa maelekezo ya kazi ya kuhubiri injili. Usipende kutumia magari ya kifahari, tumia magari ya kawaida. Yani hapo unapoendelea na tirika na mkataba eti. Amen. Hizo ni point na tirika na mkataba. Amen. Bwana asifiwe, Bwana asifiwe. Usiuze vitabu au vitini vyenye mafundisho ya kiroho kwenye maeneo ya mikutano au makanisani. Ni mbaya sana. Mtu akihitaji vitu hivyo, mwelekeze mahali akapate. Kwamba mimi ni mwandishi wa vitabu, lakini nisiuze vitabu kanisani. Maana kunakuwa na eneo maalum la kununua vitabu au majarida. Bwana asifiwe. Amen. Fanya kazi katika mazingira ya amani na upendo. Kitu ulicho nacho sasa ni kikubwa. Wewe ni mtu maalum wa mbingu. Ishara na miujiza utangaza nguvu ya Mungu. Tendea kazi vitu vya Mungu. Simama na Mungu tu. Macho yako ya kiroho yafunguliwe daima. Ukinena kwa lugha, manake Mungu yuko karibu na wewe. Lazima uwe na msimamo kulisaidia kanisa. Usiogope kupeleka ujumbe hata kama utawafurahisha wengine. Roho wa Bwana yu juu yako. Mungu anakuandaa ili usimame imara. Sina sababu na makanisa makubwa, ninatafuta watu waliopotea.
Sina sababu na makanisa makubwa, ninatafuta watu waliopotea. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kwa hiyo Roho Mtakatifu anasema yapo makanisa makubwa yamejaa watu. Yamejaa maelfu kwa maelfu ya watu. Anasema mimi sina sababu nayo, nina sababu na waliopotea. Bwana asifiwe, Bwana asifiwe. Amina. Nina sababu na waliopotea. Manake na wengine wamo ndani ya makanisa makubwa waliopotea. Manake wanasali bado dhambi zinaendelea, wanaabudu dhambi wanazichapa kama kawaida. Kwa hiyo Mungu anasema nina sababu na hao waliopotea. Haleluya. Amina. Rafa kava sandara bakuya. Usiseme ninataka kuona ishara na miujiza, haitatokea. Mungu amekufunulia mengi, usimweleze kila mtu mbele yako. Usiogope kuhusu mambo ya Mungu, ni mambo ya kawaida. Usifuatishe kila taarifa. Simama imara, usifanye mzaha. Umeitwa kulisaidia kanisa. Wajibika vizuri kwa mambo ya Mungu. Amen. Mpango wa Mungu ni kuona unaletea kanisa baraka. Ishara na miujiza zitafuatana nawe. Wewe ni mtu makini mno. Muda mwingi kana watu wanaomjua Mungu. Jiepushe na wenye dhambi. Dumu katika maadili mema. Roho Mtakatifu akikuonya juu ya jambo fulani, usianze kujadili. Usiache taarifa hizo katika hali ya kuzagaa. Usiandike vitu ambavyo Mungu hajakuelekeza. Mungu aliyekuumba wewe anaelewa kila kitu, ni jinsi gani atakutumia. Sasa utaanza kuona vitu vinatokea. Imani yako ni kubwa. Sasa ipeleke kwenye vitendo. Utakutana na mtu anaitwa Danieli ni jina la kificho. Utamwambia nasikia kama nataka kufanya kazi ya Mungu. Naona wewe unaweza kunisaidia au kunitia nguvu. Hii maana nilisoma mwanzoni kwamba Mungu atakuwa ananielekeza au alinipa sharti la kukutana na watu pia waliokomaa kiroho. Bwana asifiwe, Bwana asifiwe. Nenda mahali kaanza kazi taratibu. Maana mahali ambapo Mungu anakuelekeza, unaenda mahali pale unaanza kufanya kazi. Bwana asifiwe, Bwana asifiwe. Haleluya. Amen. Kwa hiyo mkataba huu ni mrefu kidogo. Nimalizie au niishi hapo? Sasa hivi saa ngapi? Bado saa ngapi sasa hivi? 6:04. Tunaweza tukafikia tarabu sasa ndani. Aha. Amen. Tuendelea. Andika vitu vinavyoashiria andika vitu kwa viashiria vya kimungu, si vya kibinadamu. Bwana asifiwe. Andika vitu vinavyosadikika kuwa Mungu amesema na wewe. Andika vitu vinavyokusadikisha kuwa Mungu amesema na wewe. Unapoandika vitu vya kimungu, lazima uwe makini kusikiliza na kuandika. Unapoandika vitu vya kimungu, unakuwa kama dereva wa pikipiki, unasikiliza na kutenda. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen, amen. Ukisikia sauti inakuita, uliza wewe ni nani? Akisema mimi ni Roho Mtakatifu, au mimi ni Mungu aliye hai, au mimi ni Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, au mimi ni Bwana wa majeshi, ndivyo usikilize. Maana shetani anaweza kutuma ujumbe katika ulimwengu wa roho ukaleta uharibifu. Tia nia njema katika mambo ya Mungu. Wapende watu wote. Kataa roho ya kiburi, ni mbaya sana. Usikubali kufanya kazi pamoja na watu wa binafsi. Amen, amen. Unaona huo mkataba? Amen. Usikubali kufanya kazi na watu wa binafsi. Watu wenye umimi.
unamwambia tunafanya huduma kanisa fulani, anasema hilo kanisa sisi watu patanalo, watu wa binafsi. Usifanye kazi na watu wa binafsi. Usikubali kuongozwa na wanadamu unapopewa maelekezo na Mungu. Majaribu ni sehemu yako ya kazi. Unasikia hiyo? Majaribu ni sehemu yako ya kazi. Uwe ni mtu wa maombi, omba zaidi katika roho, nena kwa lugha. Unaposukumwa kufanya hivyo, kuna faida kubwa katika kunena kwa lugha. Fanya kazi pamoja na watu wa Mungu waliojaa nguvu za Roho Mtakatifu. Andika vitu vya kulisaidia kanisa, vitu vya kusaidia familia ya Mungu. Saidia wahitaji kadri ya uwezo wako na kwa maelekezo ya Mungu. Upewa vitu na Mungu, waambie na wengine, maana huo ndio utaratibu wa Mungu. Fanya masahihisho ya vitabu vyako ulivyoviandika mwanzo. Roho Mtakatifu atakusaidia kusahisha vitabu vyako. Sasa nafikiri Jumapili ijayo nitafundisha. Kuna vitabu niliandika mwanzo, lakini Roho Mtakatifu akaniambia hapo umekosea, pale umekosea, pale umekosea. Kwa hiyo Jumapili ijayo nafikiri nitafundisha. Kuna vitabu ambavyo sijavitoa hapa, ila nilitengeneza rasimu chache. Baada ya kutengeneza rasimu, Roho Mtakatifu akaja kanipa mwongozo wa kuvisahisha ili vikae vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Miko ya injili ni hii: usifanye uinjilisti bila kujimarisha katika maombi, kujitakasa na kuwa na neno la Mungu kwa wingi ndani ya moyo. Pia usifanye vitu vya kibinadamu. Usiache vitu vya Mungu mwanangu. Wito wako ni wa uinjilisti, mtu kwa mtu, uinjilisti wa kutembea. Usiimbe nyimbo ulizoimba katika roho kwa kurudia sauti katika hali ya kawaida ya akili ya kawaida. Itakusababisha kuwa baridi kiroho. Tamani mbaya sana. Usitamani vitu vya ovyo. Roho Mtakatifu ni makini sana, hawezi kuleta vurugu. Yeye hufanya kazi kwa utaratibu wa kimungu. Roho Mtakatifu huwa hamtaji mtu aliyetenda dhambi, bali hutaja dhambi iliyotendwa na mtu au watu. Mfano, kuna mtu fulani hapa amefanya dhambi ya uzinzi, Bwana anamsihi atubu. Au kuna watu fulani hapa wamefanya dhambi ya wizi, Bwana anawasihi watubu. Roho Mtakatifu hataji mtu Roho Mtakatifu hutaja mtu kwa ajili ya wito au jambo jema linalomhusu mtu. Waambie watu wafanyie kazi wito wao, wasifanyie kazi wito wa watu wengine. Wewe una wito wako na wao wana wito wao. Tutaendelea mkataba. Huduma yako inaitwa makutano ya watu wa Mungu. Nembo yako ya usajili ni baki na Mungu. Mungu atakupa ulinzi wewe, vitu vyako na huduma yako. Watakuwepo farasi wa kimungu na waendesha farasi waitwao Besenado au Benadi. Tembea katika neno, usitembee katika vitu vingine. Usiache kusema maneno mazuri kwa watu. Wape watu nguvu, wainue watu. Usiwalazimishe watu vitu ambavyo hawavipendi. Vua umbile lako la utu wako, utembee na umbile jipya la kiroho ambalo litendana na utaratibu wa kimungu. Uwe mtu wa kutafakari sana neno la Mungu. Uwe mtu wa maneno machache yenye maana. Bila Mungu hutaweza. Usiamini kila roho, usiamini kila mtu kukuambia mambo kwamba narudia pale. Usiamini kila roho, usiamini kila mtu kumwambia mambo ambayo Mungu anasema na wewe. Narudia, usiamini kila roho, usiamini kila mtu kumwambia mambo ambayo Mungu anasema na wewe. Wewe ni balozi tu, wewe ni mwakilishi tu, wewe ni msemaji wa mbingu. Wewe ni balozi tu, wewe ni mwakilishi tu. Usijiite mtume maana haujatumwa. Wewe unatumika tu katika Bwana. Narudia pale, wewe ni balozi tu, wewe ni mwakilishi tu. Usijiite mtume maana hujatumwa. Wewe unatumika katika Bwana. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unatumika katika Bwana.
Usijiite nabii, maana watasema ni wale wale. Kwa hiyo mnasema usije ukasema mimi ni nabii fulani. Mimi ni nabii. Ni nabii Mpanda. Roho Mtakatifu hataki mambo hayo. Anasema ukijiita wewe ni nabii utaharibu huduma. Maana huduma hii pia inawasema manabii wa uongo. Kwa hiyo ukisema mimi ni nabii, wanasema huyu ni mwenzetu. Bwana asifiwe, Bwana asifiwe. Amen. Wanasema ni wale wale. Ukisema tu mimi ni nabii, wanasema oh, ni wale wale wanaouza mafuta, wanauza maji. Sisi hapa tuuzi mafuta wala maji, wala kokoto. Tunatumia neno la Mungu tu. Amen. Kwa sababu gani? Roho Mtakatifu ananiambia hivi, upende kote halisi. Yaani wewe nimekuita wewe ni mpende kote. Upende kote halisi, haui uganga wa kienyeji. Maana unapotumia mafuta kila siku, unaweza kutumia mafuta lakini sio mara kwa mara, kwa ufunuo maalum, au maji kwa ufunuo maalum. Lakini kila siku wewe unatembea na mafuta, unatembea na maji, unatembea na keki ya upako, huo ni uganga wa kienyeji. Huo sio Pentekoste. Roho Mtakatifu ananiambia nimekuelekeza wewe waambie wa Pentekoste halisi waepuke mambo hayo. Huo sio Pentekoste, huo ni uganga wa kienyeji. Amen, amen, amen. Rafa kamanta masanta bakura. Amen. Leo kuuza udongo, leo kokoto, leo keki ya upako, leo maji ya upako, leo mafuta ya upako. Huo ni uganga wa kienyeji. Upentekoste unatumia neno tu. Amen. Bwana asifiwe, Bwana asifiwe. Amen. Hata mwaka jana baraza la maaskofu wa Pentekoste walisema ni marufuku kutumia visaidizi katika injili. Ndio. Wewe kama ni Pentekoste, ombea watu kwa netamka neno, mambo yatokee. Amen. Sio kuwapaka mafuta wala kuosha na soda. Au kuwalaza watu na kuanza kuwalisha nyasi na kuanza kuwakanyaga. Ukiingia kwenye mtandao utaona vituko vinavyofanyika. Wengine wanalishwa nyasi, wengine wanaombewa uchapa viboko. Anapiga mateke. Yaani kanisa limeharibika, ni vituko vitupu. Wa hiyo Pentekoste ambao Roho Mtakatifu anauelekeza ni Pentekoste wa neno tu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Pentekoste wa kunena kwa lugha. Pentekoste mtu anapotamka ishara zinatokea. Sio anatamka unapata visaidizi vya maji na mafuta. Kweli. Lakini hao walitabiri, watasema watakuja na watateka wengi. Na ndivyo ilivyo. Wamewateka wengi. Kabisa. Lakini Pentekoste unabaki na misingi yake kama ilivyo. Rafa kama sandara bakoria. Amen. Vaa mavazi ya kawaida, usivae mavazi ya kutishia watu. Tamani kufanya kazi kwa amani, furaha na kwa upendo. Tamani kupanda mbegu njema kwa watu. Mungu atakutuma kuondoa takataka zilizopandwa na shetani kwenye mioyo ya watu, kuondoa vitu vibaya vilivyopandwa na shetani kwenye mioyo ya watu. Kutana na watu ambao wapo juu sana kiroho. Utaelewa vitu vingi sana, utajifunza vitu vingi sana, utapandishwa daraja lako. Mungu fanya kazi kwa utaratibu wake, fanya kazi polepole, fanya kazi taratibu. Si kila kinachosemwa na Mungu kitatokea ghafla kwa sababu eti kwamba kimesemwa na Mungu. Tamani sana kusikia sauti ya Mungu. Usisikilize mambo yasio na maana
kuambiwa na watu, simama imara. Roho Mtakatifu akikuonya juu ya jambo fulani, usifanye kinyume. Roho Mtakatifu amekuja kwako ili akutumie kuondoa ukame wa kiroho katika kanisa la sasa. Mungu yupo katikati yako. Nguvu ya Mungu, nguvu ya Roho Mtakatifu ipo katikati yako. Utatembea katika nguvu ya pekee sana. Umepewa neema na Mungu kusikia sauti ya Roho Mtakatifu moja kwa moja. Uwe mnyenyekevu, utafungua kanisa lenye nguvu sana, kanisa linalotembea na nguvu za Mungu. Ninajenga msingi wa wito wako sasa. Usifanye mambo ya malumbano. Usifanye malumbano unaposema neno la kinabii. Inatosha, maana limesikika. Mungu atasimamia huduma hii. Huna sababu ya kutayari au kuogopa. Usitake utajiri wa dunia hii. Yani usifanye kazi ili upate utajiri wa dunia hii. Usifanye kazi ya Mungu ili upate utajiri. Utajiri wa pekee ni ule wa kumjua Mungu. Bwana asifiwe, Bwana asifiwe. Amen. Tumaliza kweli leo au nipige hivyo niende na taisha tu. Yakutanisha makundi mbalimbali ya watu. Wewe ni mpatanishi, utapatanisha watu na watu watakupatanisha wewe pia. Uwe na uhusiano mzuri na watu walio mbali na wewe. Yani uwe na utaratibu wa kutembelea watu walio karibu nawe na walio mbali nawe. Usiharibu kazi ya Mungu kwa sababu tu unataka mali. Usibague watu. Mungu anataka ukae vizuri sana. Ukae sawa sawa, ufanye kazi vizuri na ukae vizuri. Mungu habadilishi vitu vyake au magano yake. Yeye anasimamia neno lake. Mungu si kipepeo ambaye huruka na kutua. Mungu hufanya mambo yake moja kwa moja. Je, utauliza kitambaa hiki kina nini? Au kitambaa hiki kina nini wakati unakiona? Au kisahani kile, narudia pale. Je, utauliza kitambaa kile kina nini wakati unakiona? Au kisani kile kina nini wakati unakiona kipo tupu? Ndivyo walivyo watu wengine ambao hawana Mungu ndani. Huna sababu ya kushughulika nao. Hao ni watu wa kuombea, ni watu wa kuwasaidia. Makabati hujaza vyombo mbalimbali. Utaliona kabati limejaa vyombo. Yani Roho Mtakatifu anaanza kufundisha pia kwa kutumia mifano. Anasema hivi, makabati hujazwa vyombo mbalimbali. Utaliona kabati limejaa vyombo, limetulia hapo. Ndivyo walivyo watu wengine, wana mambo yao yametulia ndani ya mioyo yao. Hiyo ni mbaya sana. Roho anasema unaliona likaba, wewe nyumbani kwako unaona likabati limejaza masahani, mabakuli yamejaa, yametulia pale. Anasema ndivyo walivyo watu wengine, wamejaza vitu ndani, vimetulia. Maana vitu vibaya vimetulia. Bwana tusaidie, Bwana tusaidie. Vimetulia ndani ya mioyo yao. Kwa hiyo Roho Mtakatifu ni mwalimu pia, anafundisha kwa mifano. Alafu ananiambia hivi, wewe una kisahani chako, unakiona kisahani,